barabara nafahamu iko TANROADS. Nafahamu ipo kwenye mradi mkubwa wa BRT. Malengo ya Mheshimiwa Rais mnayafahamu. Malengo ya World Bank mnayafahamu. Malengo ya ulimwenguni kote nafikiri mnayafahamu. Hatuwezi kuaccept michezo hata kidogo. Mimi natoa wiki mbili kutoka muda huu na kuja tena baada ya wiki mbili kufanya ziara ili nione kilichobadilika kutoka leo na hizo wiki mbili, na kupatia time frame ya only 2 weeks, nije nione progress ya 2 weeks ni kitu gani kimefanyika. Mimi nafahamu matatizo walionayo hao watu, amesha tujua kwamba tupo baadhi ya watu tunapenda corruption, na kila muda mkitaka kushtua hapa yeye anatanguliza pesa. Mwisho wa siku barabara ziendi, mwisho wa siku miradi inalala, maendeleo yanakuwa yafanyiki. Rais wa nchi anatukana. Hatuwezi kukubali jambo hilo hata siku moja. Nitakapokuja ndani ya wiki mbili, pamoja na kwamba nafahamu taratibu na sheria wa barabara hizi ziko TANROADS, lakini kwa kuwa zipo kwenye kipande anachokiongoza watalala ndani, ili kule wakajifunze umuhimu wa kukimbiza maendeleo ya Watanzania. Kinyume na hapo, nimesema hatutakubali. Inaweza kaonekana nimeingilia TANROADS, lakini kwa kuwa ipo Dar es Salaam na mimi siwezi nikasema TANROADS wameniingilia mkoani. Lazima tufanye kazi kwa pamoja. TANROADS, miradi ya DART, miradi hii yote tufanye kazi kwa pamoja. Hawa lazima sisi tulioko huku tuwasimamie. Kwa hiyo na huyu consultant afanye kazi yake vizuri, aangalie kama kweli mkandarasi anasema tatizo alishindwa kumobilize resources. Huyu kimuuliza anasema ni ngumu sana kufanya kazi huku kwenye miji. Kwa nini akwenda kudaka miradi mingine iliyoko vijijini? Kwa nini alijipima akaona anafaa kuja kufanya miradi hapo? Maana ni kwamba fanya kazi. Kwa nini wao hata kule China ukienda, kwa nini wafanye kazi mchana kwa asilimia kubwa kwenye barabara? Tatizo ni nini la kufanya kazi usiku hapo? Kwa hiyo wanafanya jokes, wanafanya negligence, wanafanya vitu vya dharau vya kawaida, ni dhihaka, ni kejeli, ni dharau. Lazima wafanye kazi hizo. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili, mkuu wa wilaya nitarudi tena hapa ili nije nione progress iliyopo, na mimi napita kila siku hapa, mchana na usiku napita kwa private kuja kukagua hii miradi. Na sisi pale bandarini mambo yamekuwa improved. Nafahamu naweza mkalalamikia kidogo kwamba vitu vimepanda bei kulingana na design ambazo zilikuwa mara ya kwanza, lakini sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Hata bandari ya Tanga tuna clear hizo vitu zote. Sisi kama unanielewa mpaka hapo. Nakuelewa mheshimiwa mkuu. Kwa hiyo afanye kazi, hana kitu cha kujitetea. The biggest problem here is just the construction in the city center is quite different from the bush. Construction what? Constructions in the city center is quite different from the bush. When you signed the contract, what you saw? Yeah, we know that, and it's good to see you again, because last time you was here. Since I remember your first trip, and since the first trip we have a big improvement, and which improvement? So many construction. I mean, from that time, I think was around. You got asilimia ngapi kwa sasa? Asilimia 47. Yes. Asilimia 47. Yes. Ya ikilinganishwa na barabara ambayo alikuwa anatakiwa awe amekusha imaliza mwaka jana mwezi wa 5 au mwaka jana mwezi wa ngapi? Anatakiwa kutukabidhi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu ya kukubali kumwongezea muda, ratiba mpango kazi ana review. Kwa hiyo kutokana na mpango kazi huu ambao wameureview, sasa hivi alitakiwa wamefikia asilimia 65, lakini mpaka sasa hivi kwa asilimia 47. Ndio nataka hiyo difference ya asilimia 12. Why do you have a slippage of 12%? Because the current progress, overall progress now is 47. By end of January, it was 47. But now, and the plan was 65. You have a slippage of 12%. The RC wants to understand why you have that slippage. Oh, that's as I just mentioned. Use the mic. I want every person who is here to hear. As I just mentioned, because the construction in the city center is quite different from the bush, because we have other projects in Tanzania, in other regions. I mean, because here is Dar es Salaam. Why can't you tender different projects as a bush? No. I mean, we can do it here. Just some relocation works of utilities. Now, brother, it's a big challenge. Brother, listen. Yeah. I want you to finish this project as soon as possible. Work day and night. Okay. We commit work that. Day and night. We can do that. Yeah. Mradi huu ulisainiwa tarehe 30 mwezi wa 6
mwaka 2023, na tarehe ya kuanza mradi ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2023. Tarehe ya awali ya kumaliza mradi ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 4 2025. Tarehe tarajiwa sasa ya kukamilisha mradi baada ya nyongeza ya muda ni tarehe 15 Juni 2026. Gharama za mradi ni shilingi bilioni 174.38, na mpaka sasa mkandarasi amekwisha lipwa kiasi cha shilingi bilioni 51.1. Maendeleo ya mradi mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa kwanza, mwisho wa mwezi Januari, muda ambao tunafanya tathmini ya utekelezaji wa mradi, mkandarasi alikuwa ametekeleza utekelezaji wa mradi ulikuwa umefikia asilimia 47 ukilinganisha na asilimia 65 iliyoko kwenye mpango kazi. Mkandarasi yuko nyuma ya muda wa utekelezaji, na timu ya usimamizi kutoka TANROADS pamoja na mhandisi mshauri naendelea kufuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba mkandarasi analikava ule muda ambao umepotea. Mpaka sasa hivi utekelezaji wa kazi za ujenzi wa BRT lane au barabara ya mwendo kasi umefikia asilimia 60.8, ambapo matabaka yote ya chini yameshakamilika.